Macha ametoa wito huo wakati wa ufunguzi wa hoteli ya Tungisi inayomilikiwa na Magashi Tungi iliyoko eneo la soko la jioni ya halmashauri ya mji wa Bariadi, ambapo uzinduzi huo umetanguliwa na tukio la keki kisha dua kutoka kwa viongozi wa dini, Padri Peter Mkunya, paroko wa parokia ya Mtakatifu John Bariadi, na mwakilishi wa shehe wa mkoa wa Simiyu Yakubu Saburi Yakubu. Wageni walikwa wanawaombea na kuwatakia kila laheri kwa imani zao, kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana. Shikeni mkono wa mzee, wakina baba shikeni mkono wa mzee kwa pamoja. Tunajenga pamoja na tutabomoa kwa pamoja, japo tuombei kubomoa. Makofi mengi kwao. Hoteli anaifungua ya tatu Chede tegeleza keki kaliachia MC Mtebe kaliachia Chede ya tatu gani Chede ya Chede Bariki mmiliki wa hoteli hii, jalia afya njema ya mwili na roho. Wabariki wahudumu wa hoteli hii wakaweze kutoa huduma iliyo njema, ili kila mmoja atakayefika mahali hapa kupata huduma akaifurahia aweze kurudi tena. Tunakuomba ubariki na viongozi wetu walioko mahali hapa, wape hekima na busara ili waendelee kuongoza mkoa wetu vema. Bariki na yote yaliyo mbele yetu ikiwemo na uchaguzi, ili ukaweze kufanyika kwa manufaa makubwa ya nchi yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asante Baba. Tunakuomba yeye Mola wetu mmiliki wa mbingu na ardhi, sisi tumejumuika hapa kwa ajili ya sherehe hii fupi ya kufungua hoteli hii ya Tungisi. Ya Rabbi, kama ambavyo inavyoonekana, basi afungue macho ya watu waweze kuiona. Ione kwa uzuri na sione kwa shari. Ifungulie kila aina ya mambo mazuri unayotaka kufungulia. Hakika katika biashara kuna changamoto. Ya Rabbi, ziepushe changamoto hizo ili patikane suluhisho. Tunakuomba Mola wetu, kama ambavyo ulivyotukusanya katika makazi haya kwa amani, basi tunakuomba turudishe nyumbani kwetu kwa amani na salama. Viongozi wa dini wa kuweza kuitikia wito na kuja kushiriki nasi katika hafla hii. Baada ya maneno machache, mkuu wa mkoa wa Simiyu anaweka jiwe la msingi na kutembelea baadhi ya vyumba katika hoteli hiyo mpya. Na tukio la fataki, niwaombe tu wageni waalikwa tusiwe na mshtuko wa aina yoyote. Hii yote ni furaha, ni tukio ambalo linaenda kufanyika katika ufunguzi wa hoteli yetu. Fataki zitapigwa, Bariadi utasimama kuruhusu Tungisi hoteli kufunguliwa. Tunaendelea Tungisi hoteli kuwazi, Tungisi hoteli kuwazi, Tungisi hoteli kuwazi. Sasa ndani tukiongeza na kuongeza Tungisi hoteli kukagua wale vyumba viwili na maeneo mbalimbali kwa ajili ya ukaguzi. Tungisi hoteli kuwazi.
wa pili ambako tunapanda kupitia ngazi ya Mara baada ya ufunguzi, Macha anapata taarifa ya ujenzi wa Tungisi hoteli iliyotolewa na Kulwa Mtebe kwa niaba ya mmiliki Magashi Tungi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ujenzi wa nyumba ya kulala wageni ilianza mwaka 2020 baada ya kutangaza mnada wa kuuza nyumba hii na CRDB, na mimi nikanunua nyumba hii kwa takribani ya shilingi milioni 120 ambazo niliweza kununua bado kabla haijakamilika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika ujenzi wa nyumba hii ya kulala wageni nilianza kujenga na kuboresha zaidi ujenzi huu kwa kuweka kitega uchumi ndani ya mkoa wako, na baada ya kukamilisha shauriana na familia yangu niliona nianzishe biashara hii ya nyumba ya kulala wageni. Taarifa ya ujenzi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakushukuru sana na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upendo mkubwa wa kujenga mifumo wezeshi katika kupata huduma bila shida, hasa katika vibali vya ujenzi ndani ya halmashauri zetu, lakini pia kwa kupata huduma mbalimbali ambazo tunahitaji kujenga, ikiwa ni pamoja na kubadilisha hati yangu ya matumizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nyumba hii mpaka kukamilika imechukua au imegharimu shilingi milioni 312,672,000 mpaka hapa ilipofika siku ya leo tarehe 4 mwezi wa 10 2025. Manufaa ya ujenzi au mradi wetu huu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hoteli yetu kwanza imependelesha mji wetu wa Bariadi, lakini pia imeongeza ajira kwa vijana zaidi ya 22 ambao wataajiriwa ajira ya muda, ajira za kudumu. Lakini pia tumeongeza mapato kwa halmashauri yetu ya mji wa Bariadi. Tunaomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika eneo letu hili tuweze kuwekewa lami, hasa kwenye barabara hii inayoingia kwenye soko la jioni, ili barabara yetu basi ili kuondoa vumbi, hasa kwenye kitega uchumi chetu hiki. Shukrani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunapenda kutoa shukrani zetu kwako kwa juhudi zako kubwa unazozifanya za kuboresha elimu ndani ya mkoa wetu na kujenga mahusiano mazuri na wafanyabiashara wako ndani ya mkoa wa Simiyu, kwani umekuwa mfano mzuri wa kupambana na kuboresha na kufanya mashirikiano katika shughuli za kiuchumi na shughuli za kibiashara, na wepesi wako sana wa kushiriki shughuli za kimaendeleo bila pingamizi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi wafanyabiashara pamoja na wananchi wa mkoa wa Simiyu tunaomba ikikupendeza utufikishie salamu
zetu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa tunampenda na tunamthamini kwa michango yake kwa nchi, na tunasema Oktoba tunatiki. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, kwa unyenyekevu mkubwa tunakuombea kama mtumishi mwema katika majukumu yako na Mungu akusimamie ili uweze kutekeleza vyema majukumu yako ya mkoa wetu wa Simiyu. Hitimisho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakuomba upeleke salamu zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule, madaraja na barabara, maji pamoja na kilimo. Tunaahidi kuilinda na tutaitunza. Mkuu wa mkoa Anamlingi Macha anampongeza mwekezaji huyo huku akitoa wito kwa wafanyabiashara kuwekeza katika hoteli mkoani Simiyu. Kwa hiyo la kwangu la kwanza ni kukupongeza Mr. Tungi ambaye ni mkurugenzi wa hii Tungi's Hotel kwa kuona ni jambo jema sana kuwekeza katika mji wetu wa Bariadi. Nilipokuwa naongea na wewe hapa ulisema shughuli zako nyingi za kibiashara unafanyia Geita. Lakini pamoja na shughuli za kule Geita ukaona ni vizuri kuwekeza hapa nyumbani Bariadi. Hongera sana. Na mimi natoa wito kwa wananchi wengine na wafanyabiashara ambao wana shughuli nje ya mkoa huu waone sababu au waone kwamba ipo haja ya wao kurejea na kuwekeza katika mji wetu. Mji huu wa Bariadi unakuwa. Tunajua huu mkoa umeanza mwaka 2012, sio wa siku nyingi, lakini kadri siku zinavyoenda mji huu unakuwa na mji huu utaenda kuwa wa kibiashara, na kwa hiyo bado unahitaji uwekezaji wa viwanda mbalimbali, na fursa zipo. Leo sio siku ya kueleza, lakini vile vile na uwekezaji wa hoteli. Ukipita katika mji huu una guest house nyingi sana. Tunawapongeza wale wote wenye guest house hizo, lakini mji huu unahitaji hoteli kwa sababu umeshaanza kukua na una wageni wa kutosha wa nje ya mkoa huu, wa nje ya nchi hii ambao siku zote wanakuja. Kwa hiyo niwaombeni sana tuendelee kuiga mfano alioonyesha ndugu yetu Tungi, na tuwapongeze wale wengine kama mwenyekiti wetu wa wafanyabiashara ambaye ni mwekezaji katika eneo hili la mahoteli. Lakini tuwaombe sana tuone uwekezaji kwa sababu wageni wameanza kuja na hii ni fursa. Na tunataka kama mlivyoeleza kwenye msala, huduma za msingi kwa ajili ya uwekezaji wa maeneo haya zinaendelea kuimarishwa. Ninawashukuruni sana kwa kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua kazi zake nzuri anazofanya. Nilipokuwa nije hapa nilitaka nianze kueleza kazi hizo, lakini nawashukuruni sana kupitia risala yenu natambua kwamba ipo kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na nataka niwahakikishieni mnakumbuka mwezi wa sita alipokuja hapa alienda kuweka jiwe la msingi la mradi mkubwa wa maji ya Lake Victoria ambao pamoja na wilaya zingine za mkoa huu, lakini wilaya itakayoenda kufaidika na huduma hiyo ya maji ya kutosheleza ni pamoja na mji wetu wa Bariadi. Na kwa hiyo huduma ya maji inakwenda kuwa nzuri. Najua moja ya changamoto kubwa mlionayo ni pamoja na huduma ya umeme. Kama ambavyo tumesema, nchi yetu haina tatizo la umeme, lakini tatizo ambalo linashughulikiwa na serikali ni la miundombinu ya umeme. Katika mkoa wetu wa Simiyu hakuna kituo cha kupozea umeme. Umeme wetu tunaupata kutoka Mwanza, kutoka Mara, kutoka Arusha, kutoka
Shinyanga, lakini serikali imekwisha kuanza mradi huo, na kama kuna watu ambao wakati mkienda Maswa kuelekea Shinyanga upande wa kushoto mtaona kuna materials mbalimbali za TANESCO ambazo ziko pale mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunavuta umeme kutoka Ibadakuli kule Shinyanga na tujenge kituo chetu cha kupozea umeme, na nataka niwahakikishieni kwamba mradi huu umefikia 48%, na mwakani wakati kama huu nataka niwahakikishie kwamba tatizo la umeme litakuwa ni historia. Kwa hiyo tuendelee kumpongeza na kumtia moyo Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi hiyo nzuri anayoifanya. Lakini sio hivyo tu, kama mlivyosema juu ya swala la barabara, sasa hivi tuna mradi wa barabara wa ujenzi wa kilomita 8 katika mji huu ambao zinaendeshwa kupitia mradi unaoitwa TACTIC, uboreshaji wa miji, na kwa hiyo katika kipindi si kirefu mtaanza kuona maeneo mbalimbali yana barabara za lami, na vile vile huu ni mwendelezo ambao ni pamoja na kufikia maeneo haya mnayosema. Na mimi sasa hivi nichukue kupitia risala yenu nimtake mkuu wetu wa wilaya hapa hakikishe kwamba anaenda kuangalia katika ile miradi yetu, kama mradi huo haupo katika barabara hii ambayo inaendelea kuwa sehemu moja ya biashara, basi mwakani tuhakikishe kwamba tunaifikiria katika miradi ambayo na kipande hiki hapa cha lami kilichoombwa kinapata lami. Na mimi kama Mungu anatujalia uzima, basi tutaenda kufanya kazi hiyo kwa pamoja, kwa sababu ni sisi tunaofanya mapendekezo hayo tutayapeleka kwenye mamlaka zinazohusika, na kwa hiyo bajeti hiyo inakuja. Tunajua kwamba hili soko liloko hapa jirani ni soko la jioni, lakini sasa hivi ni soko kwa sababu tuna soko letu linajengwa pale, na wote tunaoenda pale mmeshuhudia kazi inafanyika, na tunaamini mwakani tutakuwa na soko la kisasa pale litakalokuwa na vizimba zaidi, litakalokuwa na vyumba zaidi ya 500, na baada ya kukamilika mwakani hapa watahama, na tutahakikisha kwamba tunapaendeleza kwa kuhakikisha kwamba wale wafanyabiashara wadogo nao wanafanya kazi hapa kwa ustaarabu, na ni katika hali hiyo tunasema na barabara zinatakiwa ziboreshwe. Tunaelekea kumaliza. Tunaamini kabisa ndugu Tungizi kutusaidia. Uwekezaji wako hapo kama ulivyoeleza una manufaa makubwa kwa taifa letu. Kwanza una faida kwako wenyewe kujimarisha kiuchumi, lakini tunajua uwekezaji wako kama ulivyoeleza umeongeza ajira, na sio umeongeza, ulishaongeza ajira kwa sababu kuna watu walishughulika katika ujenzi, na ujenzi huo umeweza kuwapatia kipato. Tunajua sasa halmashauri inatozo ambazo zitaenda kupata, lakini tunajua kwamba mamlaka ya mapato ina kodi itaenda kupata, na kwa hiyo umeweka alama na umemuunga mkono kwa dhati Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kuimarisha uchumi wa mkoa wetu wa Simiyu, lakini kuwa miongoni mwa watu ambao unachangia maendeleo ya taifa letu kupitia kodi na tozo mbalimbali, lakini pamoja na ajira, na kwa hiyo nakushukuru sana. Ufunguzi huo umehudhuriwa na wakazi wa mkoa wa Simiyu na mikoa jirani, na umepambwa na burudani mbalimbali akiwemo mchekeshaji maarufu Magufuli. Magasha Tungi, nakumbuka nilikuacha bado ni kijana, lakini inaonekana bado unafanya mazoezi. Nimeona una wanawake wawili, umeamua uje uwekeze kwenye mji wa Bariadi. Hizi fedha ungeamua pengine hata ungeenda kula bata na mke wako huko, au ungeenda na hao wake zako wawili kwenda mbuga za wanyama mkala bata, lakini mkaona muwekeze kwenye ardhi. Hongereni sana, mimi nisiwe muongeaji sana. Mungu awabariki sana. Tuendelee kuwekeza kwenye ardhi ndugu zangu, kwa sababu uwekezaji wa kwenye ardhi unatija kuliko kuwekeza kwenye magari na mahali pengine.
Asante sana wanapata.